Hali gani mpenzi mtazamaji wa Tanganyika TV? Hii ni TV yako ambayo inakuwa nakupa update mbalimbali. Kwa moyo mkunjufu kabisa na ukaribisha kuweza kufuata taarifa zetu za habari kutoka Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Na kwa nikikusamini kila mara, wewe ambao unaendelea kututegea sikio na kutupa muda wako. Hii ni Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Taarifa yetu ya habari itajikita kwa ukubwa zaidi katika mji wa Uvira ambako watu 15 kujeruhiwa na wengine 5 kufariki kwa kupigwa risasi au ndio matokeo kwa muda ya makabiliano ya kufyatuliana risasi yaliyoripotiwa kati ya baadhi ya wazalendo dhidi ya jeshi la taifa FARDC katika mji wa Uvira siku ya Jumapili ya tarehe 23 Novemba 2025. Kwa jambo hilo, mashirika ya kiraia yametaja kulani kwa vikali vitendo hivyo ambavyo vilisababisha maisha ya watu kuteketea. Hali ya usalama iliweza kuzorota zaidi ndani ya mji wa Uvira ambako ni vilio ndivyo vimetanda katika nyuso za baadhi ya wananchi. Dunia Misi ni mratibu wa vuguvugu Machozi ya Raia, ameanza kutoa picha halisi ilivyokuwa. Uvira vile jana tulikuwa tuko meeting ya maire de la ville. Utajua kama maire de la ville alikuwa anaorganize jana meeting kabambi sana yenye iliregroupe makoshe zote za Uvira juu ya kusoutenir maevre zenye president Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo anafanya, mais aussi ilikuwa juu ya kurudishia Mungu tukufu par rapport na gesi territoire ya Uvira na Fizi endelea kuresiste kwa mikono ya adui. Sasa ilipofika ile majira ya 17 ndio tukasikia fuyo naanza kumonima. Sasa fuyo ilianza, sisi wote tulikuwa ku meeting, kabidi tukimbia kwanza. Après ma verification ya information ndio tunakuta kama ni bazalendo ambao walikuwa kumakumi wa pombe kumonima, bakaona un officier wa FARDC alikuwa yeye peke mteni civil anatokea ngambo za Kalundu. Sasa akafika pale kumonima, akataka gonga mtoto mmoja wa miaka ya kidogo. Bale bazalendo ndio wakakufuata ule soda, wakawa wanajua kama ni militaire parce que walikuwa basha consommer kumfuata pale kusema non, pourquoi wewe unaweza anza gonga mtoto, wakawa wanajua kama ni soda, ndio kumweza mjifle kumbe bazalendo walikuwa washakuwa na kisirani parce que kumunanira walikuwa wanapokeza watu ya pame wanakawaambia kama bawezi kupatia paka ordre ya makubwa, bakakuwa mwile visirani vile ndio kupita na piga ule soda masasi ule mwenye alikuwa na aligonga ule mtoto vile, na ndio kwenye fuyo lianzia, na ndio bote na wenye walikuwa kule kwa madepo ya mapame kwa wakapokeza chakula, na ndio bote kwanza masasi ilianza vile, na ndio katambala Muvira mzima, na ndio ikakoze madega leo na vizio vya mingi Muvira venye iko nguvu kuhesabia hata bwana mtangazaji. Bila provisoire iko kama bablesse beko 15 na watu walikufa beko 5. Mubale watu 5 walikufa, kuko civile umoya, kuko bazalendo 3 na kuko soda wa FARDC umoya. Me kubali watu walilumia njo bilenga tukoroga paske kuko ndani ba motari ya Kirundi, kuko ndani ba mama na bababa, na kuko ndani osi na basoda ya FARDC. Donc bilenga ali amurefu sana kubadistingue. Pamoja nayo ameongeza kuwa ni vyema wazalendo wawe na kiongozi mmoja, huenda yaweza kuwa suluhu ya tatizo ambalo linaendelea kushamiri. Dunia amerejea mara tena. Kwa sasa itansuko mbaya kati ya bazalendo na FARDC, na tulikuwa tunawaza kama ile hali itaweza endelea mpaka leo. Tunashukuru Mungu paske bakubwa viongozi waliingilia kati, hali ya Uvira kwa sababu vile atulizana, metungali mawasiwasi ya vile paske hatujui eske vinaweza anza ama buzi anza. Mensie kama mashirika za kiraia, kesho tutajikaza kuambia autorite kama hii hali yenye ilijirudilia leo Muvira ikijirepete tena. Donc hizo maiti zote tutazitaka morgue, tutazibebeaka wale ba autorite weko waleta mafuyo batuzikie basi nabo, paske utagundua kama hapa sasa Muvira tunachoka na hii situation. Haitakuwa kwenye kuko M23 watu wanakuwa banakara sali meuko kwenye kuna M23 ndio kila siku tulikuwa tunasikia masasi, kila siku wanaua watu. Vraiment ni vitu vya kuhuzunisha, vya kukondane bwana mtangazaji. Solution yetu tunataka tukupropose ni kuona serikali pamoja na bazalendo wanekala pasi moja, banaongea bazalendo wanakuwa na commandement moja pale, uko nasikia nasikia coordination huku, nasikia coordination bila pia watu wanakuwa mconfusion. Donc bazalendo watafuta coordination moja itakuwa na badirige, tuko tunajua lisasi kilia, tutauliza generali sasa hivi bwana mtangazaji, mamaiti zote za bazalendo ziko ku general zinakosa generali wao. Donc tunauliza huyu mzalendo ni wanani, anakosa generali wake, na wale bazalendo walilumia sasa hivi ba generali wao wanabakana. Donc ndiko wanasema kama
ni FARDC ndio liwataki. Tunatafuta sasa nani ndio mwenye huyo mtu alikufa. FARDC tushapata mafuto wao, ule civile mwenye alikufa jamaa yake tushaiona. Bale bazalendo sasa ba general babo wanaanza jificha nini, ile yote inaonekana kama haviko organize. Kwa sababu tunasema kama jiorganize, bafanye kitu kimoja kenye kitakuwa kwa interest ya raia na baelewane kati ya FARDC na bazalendo baelewane. Sasa population ya Uvira ndio kunakuwa sacrifice, kunakuwa sana makuku zao, mambuzi zao. Naye Kamanda Kasimbira Makanaki John, kiongozi wa vikosi vimoja vya wazalendo katika mji wa Uvira, amekanusha katukatu kuhusika katika vurugu iliyoripotiwa kati ya wazalendo na FARDC pa Uvira. Sasa kidogo tunafikia masasa pia bananiita masasa nalia nani katedrale kotea kule Kimanga kule kumonima. Nafuatilia nikauliza, wakaniambia hapana, kule balikuwa banapokeza bunga. Balikuwa napokeza bunga. Sasa ilikuwa mzalendo pale, palikuwa bazalendo, palikuwa na jeshi la FARDC. Sasa bakaanza kukosana juu ya ile bunga. Sasa mimi sikuwa chanzo ni nini, lakini bakaniambia kukosana juu ya bunga. Na ndio maana masase iliripuka. Mimi sijui ile mambo ya masase, juu niko kiongozi na kila kitu yote kishakuwa banasemanga ni kiongozi na hakuna kijana mwenye alikuwa pale mwenye mimi nilikuwa naye mwenye alikuwa present mwile masase. Hapana wana journalist, watu walifariki ni bakutosha juu kwa maana ile masase wakati ilianza lia masase lilia kweli kiasi. Meme kiongozi Rene alikuwa naenda kwake, ikabidi ashimame pale ku messager du peuple pale Kakungwe juu ya kuchunga masase iishe kule, lakini masase haikuwahi kuisha mapema. Sasa masa kidogo na yeye kiongozi Rene alikuwa shatoka, masa kidogo hivi ma 0h maminui ya busiku ndo bajeshi ya FARDC balitoka kote ya Kavimvira ndo balitoka na initeko kule, inite yeneko kule ni komanda vile ndeko kule, balikuya na kikosi napita mbele, matala banazimisha matala ya gari, banakuya kikosi iko mbele, magari ziko nyuma, banafika pale Kakungwe pale usiku na 0h. Masase kalia pale ya ajabu sana. Basi saa kidogo kiongozi Landa Bango akaniita ile busiku ma 0h, akaniita. Wakati aliniita akaniambia mo generali, huko bananiuia basoda bebe kwa hapa Kakungwe hapa kumesaje. Ni nini aseme hapana, komanda vile alikuya na kikosi pale ananipigia basoda banaikala tu position yabo anabapiga masase pale. Hata hivyo upande mwingine ametoa angalisho kwa baadhi ya uongozi wa kijeshi hasa jeshi la taifa FARDC kwa kuwa anatoa maneno ya vitisho kwa baadhi ya viongozi wa kizalendo. Makanaki amerejea mara tena. Sasa mimi depuis zamani niko hapa, niko napigana depuis niko kupori, na leo niko hapa. Adui anatoka Goma, yeye alikuwa Goma, anafika hadi Bukavu, adui Goma na Bukavu anafika hapa. Sisi bazalendo ndo tunafunga njia, na sisi bazalendo ndo tuko mumungini. Njia nini hatuyawahi kunyanyasa watu, kila nini mimi Makanaki siyawahi kukamata silaha nilale napiga silaha usiku mchana na kunyang'anya watu. Yeye anafika hapa ndo masasa inaanza. Mimi sina naye conflict, ila ni question ya kuoneshana abadirike, aache ile vitisho ya kuwa natisha wazalendo. Aseme yeye ni wa special. Hapana, wa special ni Mungu. Juma hali anafika huko kitu kimoja kile kinamshinda kumetrize ni kiongozi. Mimi sina akili yake, iko na akili yake. Juu kiongozi kwenye anafika kuko fujo, anapasha kalume ile fujo. Lakini yeye kama nakutana kuko masoda biko wanagombana, yeye ni wa kwanza tena kuanza piga masase mwile eneo ila hajauliza. Unasikia bwana journalist? Naomba tu kitu ya maana, tuikale chini na FARDC tufanye kazi. Adui iko pale. Sasa isikuwe mambo ya kudistray watu juu ya adui nje mwingine. Hapana. Mimi sipakalaki nzambi mafuta. Shida yangu ni kupigana, tuende kule mbele tupigane. Na Uvira mwingine hatutaiacha wazi, tutaenda hadi mbele na tuko kule mbele. Lakini aache mambo ya intimidation, tuko na madrone atapiga bazalendo. Inakuwa kuprofite tu batu
kudistract adui aingie mwingine. Kwa sababu inasemekana kwamba ninyi wazalendo mnaleta vurugu Uvira, FARDC tabaki yenyewe na polisi, kisha ninyi mnatuma kule kwenye ligne de front. Wakati walikimbia hapa, hebu ndio waliturudisha hapa. Wakati walikimbia, sisi tulikuwa wapi? Na hebu walikuwa wapi? Tulimetrize mwingine hapa. Bene baliharibisha mwingine, bakachoma na mabiro, bakachoma na madokima yote ya serikali, bakakamata ile madirisha ya leta, ile madirisha mabiro ya leta ndio ilikuwa kuja kupigisha, bakakamata machumba ya mabiro ndio ilikuwa WC, ilikuwa toilet. Sasa leo ndio batakia tuona kama tuko babaya. Hakuna siku mzalendo wala maimai atakuaka mzuri, hapana. Kila siku mnamkamataka mubaya. Turudie kunjia moya, tufanye kazi. Lakini kusema seme mzalendo atoke hapa, ile ndoto ya Farao ile bwana. Wakati hayo ya kijiri, wazalendo kundi la FABB linaloongozwa na Kamanda Ngoma Nzito halikubaki kimya juu ya vurugu iliyoripotiwa pa Uvira. Strategy na Mubamba ni msemaji wa FABB, ametoa hapa mtazamo wake. Mambo ambayo yanasikika jijini na tarafani Uvira na yalaani kabisa, kwa kuwa kuna watu ambao tulizani wanachukua silaha kwa kulinda usalama wa raia, lakini wao hiyo kwa sasa wanageuka kuwa waangamizi wa raia. Luvungi raia walikuwa kuuliwa bila hatia, waumini walikuwa kanisani wakauliwa. Hapo Sande kulikuwa mabadilishano ya silaha kati ya kundi mbili, tulizani kama ni wazalendo, kumbe ni watu ambao walikuwa zamani wezi wa mabuguni wa silaha kwa sababu ya kutamani kutajirisha. Sasa wanakuta kama katika uzalendo hakuna kitu watachukua haraka, ndio wanaanza kutumia silaha hizo kwa kuangamiza raia wasiokuwa na hatia. Bwana mtangazaji, Keni Jemadari Delphin Kalembe Ngoma Nzito hajawa kundi hapo Sange. Yule ambaye anajiita Ngoma Nzito hapo Sange ni kijana mmoja anaitwa Tanga Kashushi Rose, ambaye ni mwizi wa zamani wa Maguguni, ambaye alipamba atachukua jina la Ngoma Nzito ili kunufaika na misaada kutoka Ulaya na kutumia jina hilo kwa kuiba pia pesa za umma, akidai kwamba ni yeye ndiye anapigana. Hiyo Ngoma Nzito, Delphin Kalembe Ngoma Nzito anapatikana kwenye nyanja za juu na hajawa na hapo Sange. Mwishowe ametoa ujumbe kwa jamii yote, hasara ya tarafa Fizi na tarafa la Uvira. Mtangazaji, tunalaani katika vitendo hivyo, jambo ambalo lilifika Uvira, na hata saa hivi tunapoongea Uvira sasa hivi milio ya risasi nyingi, raia wasiokuwa na hatia wengi wao wamekusha kupoteza mali yao, tembeza kadhaa wamekusha kuumizwa na wengine wamefariki kwa kupigwa risasi, jambo ambalo tunalaani. Nasema kama kuna aina mbili ya wazalendo bwana mtangazaji, na wazalendo ambao walichukua silaha kwa maslahi ya kugomboa nchi, na wengine walichukua silaha kwa maslahi yao wenyewe, wakidhani kwamba watakuja katika uzalendo ili kujitajirisha, wakati ambapo wanakuta hakuna jinsi watajitajirisha katika siku mbili, ndipo wanachukua silaha na kuanza kuangamiza raia wasiokuwa na hatia. Leo Uvira shule hazikusoma, shughuli kadhaa hazikuendeshwa kama kawaida, kwa sababu hali hiyo ya upotofu wa nidhamu, watu ambao tulizani wanatumika nasi kwa ukomboa nchi, bali wanatumika kwa kuangamiza raia wasiokuwa na hatia. Ujumbe wa FABB ni kwamba kila ambaye anajiita mzalendo aje kwenye madini de front. Madini de front ni mengi sana. Kuna ligne de front za tarafa la Uvira, tarafa la Fizi, tarafa la Mwenga, la Walungu. Watoke katika jiji la Uvira, waache kuangamiza raia. Uvira hakuna adui anapatikana pembezoni mwa Uvira, lakini watu wanashinda jijini Uvira wakizunguka na silaha nzito wakitishia raia wasiokuwa na hatia maisha, wakiwanyang'anya vitu vyao na kuwanyanyasa pia. Yoyote ambaye anajidai kama ni mzalendo aje kwenye uwanja wa vita. Adui yupo anasubiri wa kupiganisha, hapana kubaki mjini Uvira wakiangamiza raia wasiokuwa na hatia. Jana bwana mtangazaji, kuna mtoto wa miaka 8 ambaye aliweza kuumizwa kwenye kata la Songo, na kwa sasa anapatikana kwenye hospitali kuu ya Uvira kupata matibabu, jambo ambalo tunaendelea kulilaumu kabisa.
Msikilizaji, hivi sasa tujielekeze huko Luvungi ambako wazalendo wawili wameuawa kwenye majibizano ya risasi kati ya makundi mawili ya kizalendo bondeni mwa mto Ruzizi Jumamosi ya tarehe 22 Novemba, huku usiku huo mzalendo mwingine aliua na kujeruhi waumini wa kanisa moja huko Luvungi. Shirika la raia Machozi ya Raia yasema kushangazwa na ukatili wa wazalendo. Dunia Misi ni coordinator wa Mundo Machozi ya Raia amehakikisha taarifa hiyo. Pale Sange samedi na 15 kulikuwa affrontement kati ya grupe mbili za wazalendo, grupe ya General Kamama na grupe ya General Ngomanzito wa Muplene. Hizo grupe wakapigana kakoze moro de wazalendo na bali wazalendo balikuwa wazalendo mbalimbali, huko mzalendo wa Kamama na mwingine mzalendo wa Ngomanzito wa Muplene. Hiyo samedi kufika usiku ya 23h mwingine yenye wanaita Luvungi umo Muplene, soda wa kizalendo akakia na bunduki na kupiga watu mkanisa masasi, akalumiza raia kenda. Mwile raia kenda umoja akakufa pale pale, ukabakia 8 bote bakalumia. Hiyo 8 ilumia yote, 4 ikakuwa gravement blessé. Bakawakamata bakawaleta hapo Uvira kwa generali hapo Uvira. Hiyo ikabakia ikatunziwa mwenye ya hapo Luvungi ku centre de santé. Mpenzi mtazamaji, tumalizie na habari za uko Baraka ambako kisha malalamiko kwa mengi kuhusu tabia ya baadhi ya raia wa mji wa Baraka wanaovidua vyoo vyao wakati wa mvua ndani ya mifereji. Hatimaye kitengo cha mazingira katika mji wa Baraka kimesema kuwa hatua kali zitachukuliwa dhidi ya watu wenye tabia hiyo. Bwana Christophe Lonja ni mmoja kati ya viongozi wa kitengo cha mazingira katika mji wa Baraka, amesema kuwa mbele ya kuvidua choo ni lazima kutaarifu kitengo cha mazingira. Kitu tunapenda tuseme kwamba sisi kama vile wafanyakazi wa service environment, kuna mtu tunaweza mkuta anafanya hiyo uchafu, anafanya vitu kama na hivyo. Huyo mtu tunapaswa muitisha kwenye service. Kuna baadhi ya mamande anapaswa lipa. Sisi uchafu au kutengeneza mazingira inawajibika sio tu environment, lakini inawajibika kwa raia yote kwa kutengeneza hiyo mazingira. Na inaweza uwezekana wewe unajua kwamba nikifanya hii kitu ni kibaya, ni lazima wewe kutengeneza vizuri. Wakati unataka fanya hiyo wanaambiaka kwanza service environment. Service environment inaenda ninakuongoza jinsi unapaswa fanya na kuongoza. Kama unapenda sasa upunguze uchafu nyiko choo yako imeisha jaa, jinsi unapaswa punguza, itakuelekeza jinsi unapaswa fanya. Lakini hapana kujikamatia majukumu wewe mwenyewe tu na unaanza fungua. Na wakati tunakukamata hivyo, tunapaswa lipa, unapaswa uitishwa kwenye service na kukuoji na kujua ni nani alikupatia hiyo ruhusa ya kufanya hiyo kitendo. Na hata wakaaji nao pia wanaweza kuwa wakiona mtu anafanya hivyo, wanatuambia jicho ya leta mwingine au mkartie ni ule chef de quartier. Na pia ule chef de quartier naye akiona kitendo kama na hiyo ni kutuelezea, tunafuatilia ule mtu kwa hiyo kitendo ambayo alifanya, kwa sababu katika vipengele vyetu vya environment kutengeneza mazingira, kwa kipengele kinasema kwamba raia ana ile haki ya kuishi na kupumua pumzi nzuri. Mpenzi mtazamaji wa Tanganyika TV, kilichokuwa na mwanzo lazima kiwe na mwisho. Bila shaka ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa ya habari zetu kwa lugha tukufu la Kiswahili, na kusamini sana wewe ambao unaendelea kutegea sikio na kutupa muda wako. Hii ni Tanganyika TV, mimi ni Safari Almas. Bye bye.